Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale wanaokuwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo dimanche le 23 Novembre 2025. Na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za jioni ya leo. Ni habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano kuambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Na muda huu ndani ya mji wa Uvira kunaripotiwa mashambulizi makali. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi inasikika ndani ya mji wa Uvira. Tutawaambia mengi kuhusu hali kwa sasa ndani ya mji wa Uvira na tumewaletea taarifa tofauti kama kawaida. Unayoifuata ni Kwetu TV channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunaomba kusubscribe, kucomment na kulike kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Kujiunga na channel yetu ya WhatsApp kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre ama mu description au mtuandikie kwenye namba hiyo. Mtakuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Ndugu zangu, habari ambazo tumewaletea muda huu ama usiku huu ni taarifa za mapigano. Mji wa Uvira unakumbwa sana na mashambulizi makali. Mashambulizi haya makali yalianza kusikika ndani ya mji wa Uvira siku ya leo dimanche saa 11 17h tope ndipo mashambulizi yalisikika hapo. Ni milipuko ya silaha nzito na nyepesi ambayo inasikika ndani ya centre ville d'Uvira. Haiko kusema ni maeneo yanayokuwa karibu na Uvira hapo Zalantor, no, ndani ya Uvira centre, ndani ya mji wa Uvira kunasikika mabomu kabisa, kunasikika mashambulizi ya hali ya juu, kunasikika silaha ndogo ndogo. Hapo ni kivumbi na jasho, ni moto. Na muda huu tunapoongea taarifa tunazo ni kwamba hapo kabisa wanachokisikia wakati ni mashambulizi tu. Hakuna kufahamu ya kwamba ni mapigano kati ya wanani na wanani. La ville d'Uvira est occupée par FARDC le wazalendo. Mji wa Uvira kwa sasa unamilikiwa na wazalendo pamoja na FARDC. Na mji wa Uvira ndio mji mkubwa kwa sasa wa Sud Kivu. Ndio chef-lieu, ndio vile chef-lieu ya Sud Kivu unamilikiwa na wazalendo na AFC M23. Na mapigano haya makali yanayoripotiwa hapo, FARDC hawajatangaza ni nini na wazalendo hawajasema ni nini. Mais la ville d'Uvira est souvent menacée par le rebelle de l'AFC M23. Njoo kwamba AFC M23 inaendelea kuwa nafanya maataki hapa na pale karibu na mji wa Uvira, ikilenga kukamata, ikisema itaukamata. Hali kwa sasa iko compliqué, c'est ça la réalité. Kunasikika mlipuko wa silaha nzito na nyepesi na wazalendo uwe FARDC. Kuna taarifa yote ambayo walishaipana kusema no, ce qui se passe c'est l'AFC M23 qui a attaqué ou nous sommes dans la guerre avec les wazalendo. Hawajasema hayo, ni mashambulizi ya hali ya juu. Nikiwaambia ya hali ya juu, quartier zote zinazokuwa mu ville d'Uvira, yani toute la ville est secouée par les affrontements. Yani iko ndani kabisa mashambulizi makali tena ya hali ya juu. Muda huu kabisa usiku tangu saa 11 ni kivumbi na jasho hapo, ni mapigano yanayosikika hapo, ni mashambulizi ya hali ya juu na hatujajua realite pale ni nini. Meme wakaaji hawajajua ni nini. Tunaongea nao wanasema no kabisa, tuishaishiwa, hatujue ni nini. Kunasikika mashambulizi eneo zote, tena kunasikika silaha nzito, mabombe iko nasikika, les artilleries ziko nafanya kazi pale, zile silaha nzito ziko nafanya kazi pale kama BM, kama mitrailleuse na zingine ziko nafanya kazi pale, na hawajajua sasa ni vipi. Mji wa Uvira kama ukumbusho ni mji ambao ulikuwa ukilengwa na wasi wa AFC M23 tangu wasi wa AFC M23 kufika ndani ya mji wa Bukavu. Wanaoendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu za kila wakati wanajua kinachoendelea. Ville d'Uvira inahitajika na wasi wa AFC M23, wanataka waikamate ili kukontrole kabisa maeneo yote yanayokuwa karibu na Bukavu.
anapenda waendelee kuavance, si kutaka kukontrole maeneo yanayokuwa karibu na Bukavu, no, wanataka kuavance, wanataka kuprogresse wakikamata maeneo tofauti. Hivyo walikuwa wakilenga mji wa Uvira. Hatujajua sasa kama ni atake ya AFC M23 ama ni nini. Tunaendelea kufuatilia mambo haya kwa karibu, tutawajulisha wakati tutakapojua kinachoendelea pale. Kwa sasa nawaambia kwamba hali si nzuri, ni mapigano yanayosikika hapo. Yani ni mashambulizi ya hali ya juu, milipuko ya silaha nzito na nyepesi inasikika ndani ya mji wa Uvira tangu saa 11. Mnasikia ya kwamba hapo ni hatari. Siku ya leo mapigano makali yaliripotiwa ndani ya teritwari ya Masisi, hapo ni province ya Nord Kivu. Mapigano makali yamekuwa yakitokea tangu asubuhi ya Jumapili siku ya leo tarehe 23 kati ya wasi wa AFC M23 na wazalendo wa kundi la APCLS karibu na Nyabiondo, hapo ni ndani ya sekta ya Oso Banyungu. Vyanzo vyetu vya habari vinaripoti ulipoaji wa silaha nzito na nyepesi na kuwatumbukiza wakaaji wa eneo hilo katika saikolojia ya jumla. Huko Nyabiondo mapigano haya yamelemaza shughuli za kijamii na kiuchumi na kidini Jumapili hii. Mapigano haya yanaendelea chini licha ya kusainiwa kwa mwafaka kati ya waasi na serikali ya Kongo huko Doha na kuwepo kwa usitishaji mapigano. Hali bado ni ya wasiwasi katika eneo la mapigano. Hapo ni maeneo ya Nyabiondo, pale ni mteritwari ya Masisi. Tangu asubuhi mapema walikuwa wakipigana. Muda huu kabisa ninachotaka kuwajulisha ni ya kwamba hali ingali tete, mashambulizi ni makali maeneo hayo ya Nyabiondo, si Nyabombo bali ni Nyabiondo. Ni kivumbi na jasho kabisa. AFC M23 ilikuwa atake par wazalendo wa APCLS, kundi linaloongozwa na General Janvier Karairi, waliatake mpaka kwa sasa wanaendelea kushambulia au wasi wa AFC M23 kiasi kikubwa. Hizi ndizo habari ambazo nilikuwa nimetaka kuwaletea muda huo, na waomba kusubscribe kama kawaida. Asante.